Bwana amekuwa mwema kwako. Najua kwamba kuna jambo Mungu ametenda kwako wewe binafsi. Tangia tulipoanza tulipoingia maeneo haya mwani kwa Thursday. Mungu ni mwaminifu na wapenda. Na ninapoleta ujumbe kuhusu kwamba urejesho wa Mungu. Haleluya. Ndio urejesho wa Mungu. Urejesho wa Mungu. Maana ndiye kana ni yako. Hakika kuna mambo mengi yatapatikana katika maisha yako. Haleluya. Soma nami kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 18 hadi 27. Yoeli sura ya 2 mstari wa 18 hadi 27. Nitasoma Bwana akielekeza. Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akamwambia watu wake, tazameni, nitaleta nafaka, divai na mafuta, na mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu katika mataifa. Lakini jeshi lililotoka kaskazini nitaliondolea mbali nami nitalikukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbali itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi, na uvuno wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Nchi, msiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, wala malisho ya jangwani yanayotoa mche, na huo mti uzao matunda yake. Mtini mzabibu inatoa nguvu zake. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kama kwa kipimo cha haki, naye huonyeshea mvua ya masika, mvua ya vuli kama kwanza, na nafaka za kupepetea zitajaa, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia ninyi miaka iliyoliwa na nzige, parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa lililotoa kati yenu, aliowatendea mambo ya ajabu. Na watu wangu hatayanika kamwe, naye mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatayarika kamwe. Na hili ndilo neno la Bwana. Asante kwa Bwana. Bwana alikuwa ananena na Israeli. Na siku ya leo Bwana ananena nasi kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa yametoka katikati yetu. Shetani alikuwa ameiba katika maisha yetu. Shetani alikuwa amechukua katika maisha yetu. Lakini asubuhi ya leo kwamba yeye mwenyewe amesema ataleta urejesho. Tunataka ataleta urejesho. Urejesho aliyepotelewa milio na zigi. Ule urejesho aliyo na madumadu na paradi. Sasa katika maisha yako, haijalishi umepoteza amani yako, umepoteza kazi yako, umepoteza heshima yako, umepoteza yale ambayo Bwana amekusudia katika maisha yako. Maana Mungu kusudi lake ni kwamba ametuumba kwa mfano wake. Alipotuumba kwa mfano wake, alitamani kupata kuishi na kupokea yale ambayo alitamani kupokea katika maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mmekuja mji huu, na kuna urejesho mkubwa katika yale yote Shetani ameiba kwa vijana wa kanisa hili, kwa mama wa kanisa hili, kwa baba wa kanisa hili, kwa vijiji katika maeneo haya, mtaa huu. Bwana ameleta urejesho wake. Tuamini ya kwamba kuna jambo kubwa Mungu ametenda. Anaendelea kutenda mambo makubwa ya ajabu. Unaweza kuona kwa macho yake hivi pole. Unapoona kuangalia kihalisia, uone kwamba hakuna kitu kimetendeka. Tunapoona kuna jambo limetendeka ambalo litakuwa historia katika mtaa huo umari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vijana wamepoteza hadi
majibu ya Bwana ya Mungu na hadi yake iliyotimia kwa Israeli. Na hadi hiyo kutimia ni kwamba kabla ile hadi kutimia kuna mambo ambayo walikuwa wanatenda. Mpaka rudi mioni ni yeye. Kuna urejesho ulikuja kabla hujatendea kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie kwamba lazima utende jambo ili urejesho upatikane. Haleluya. Mwambie mwenzako lazima utende jambo ili urejesho upatikane katika jina la Yesu. Maana pasipo kuwa mwaminifu, pasipo kuacha yale mabaya, pasipo kuendelea kukiri neno la Bwana kila dakika, hakika hakuna huo urejesho. Akaruka pasi yao, wakaacha dhambi zao, wakaacha yale maovu walikuwa wanatenda, na Bwana anaendelea kuiokoa ile taifa la Israeli. Na siku ya leo Mungu ana uwezo. Na shukrani kwa Mungu na shirika kwamba lakini jeshi lililotoka kaskazini litaondolewa mbali nani tukuza mpaka nchi ya ukame na kukiwa. Sehemu yeye iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi, na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ameyatenda mambo makubwa. Kuna mambo mengine wapendwa, mpaka Mungu mwenyewe aingilie kati. Yeye mwenyewe paswa aingilie kati, ndiposa yatatoka katikati yetu. Kuna hali zingine ambazo tufuhusisha Mungu zaidi, hatutegemee kabisa katika maisha yetu. Hizo hali sisi zimetugharamiza katika familia zetu, zimetugharamiza katika huduma zetu. Tunaona mtu huduma na huduma, lakini kuna hali zingine zimemendelea atamani kutenda vile. Tunasema atatenda si mpenda kwangu. Ni hali ambazo zimeofunga katika jamii, zimeofunga ni misingi ambayo imekuwa mibaya ambayo wamezaliwa kwayo. Lakini wanakiingia kati, yeye mwenyewe kujitetea mbele zake, anasema kwamba ataendelea kuondoa mashakila haya. Utabaki tu kumtukuza Mungu, maana yeye atahusika. Unapomkaribisha na kumwambia Bwana, hakika hii hali na ule wazi mbele zake, ataendelea kudhihirisha ukuu wake. Yeye ni mwaminifu katika maisha yetu. Na hata msiogope. Haleluya. Mstari wa 22, msiogope. Yaani ambao wanapatia tumaini, wasiogope. Maana kutakuwa na utele wa mipele, utele wa nafaka. Mvua ya masika italeta mavuno, mvua ya vuli italeta mavuno. Maana kumbe sasa zingine unaona kwamba tunakuwa na ukame katika maisha yetu ya rohoni, hata katika maisha yetu ya asilia. Ni kwa ajili ya makosa ama dhambi ambayo tumetusinga, lakini ameahidi kwamba Bwana ataondoa yote na kutakuwa na utele. Haleluya. Neema iko juu ya mtu, utele utapatikana. Haleluya. Neema iko juu ya mtu, uwezo wa Bwana utakuwa ndani yetu. Haleluya. Neema iko ndani yetu, makuu yataendelea kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Haleluya. Maana kuna haya ambazo zimeliwa na shetani, zimeliwa na ufalme wa vita, zimeendelea kupigiliwa. Lakini kabla kutuliza kuendelea kuamini kwamba kama kutumikia Mungu aliye kweli, anaendelea kuondoa na tutapata urejesho. Sema mweza kwa urejesho katika uhai. Anasema urejesho kwa wazee wa kanisa, urejesho kwa vijana, urejesho kwa mama, urejesho kwa maisha yetu sisi binafsi. Tumekuja mahali hapa kama ndio kubariki sisi, tunahudumiwa katika neno hilo. Haleluya. Hatuhubiriwi nyumbani peke yake, pia mimi nashuhudia na neno urejesho katika maisha yangu. Sema neno urejesho katika maisha yangu, urejesho katika familia yangu. Unatamani kusumbua kwa miaka mingi, amini kwamba Mungu amechilia urejesho, amini kwamba Mungu amechilia neema kubwa, amini Mungu amechilia nguvu yake aliyopoteza
leo rohoni kwangu kuna urejesho katika kanisa hili la Mungu. Haleluya. Urejesho kumtolea Mungu urejesho vijana kurudi kanisani kumtumikia Mungu. Urejesho kwa mama